ambacho alikuwa atakunywa nini? Uliza mwenye uliza mwenye atakunywa nini? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kasika na mwingine lakini Mungu atusaidie. Biblia inasema ya kwamba wakati katika kitabu cha tunaangalia Isaya 61 mstari wa 2, neno la Mungu linasema ya kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu na amenitia mafuta ili nihubirie wa masikini habari njema ya ufalme wa mbinguni. Roho wa Bwana Mungu akiwa juu yako wapendwa, ni mafuta umetiwa. Na Biblia inasema ya kwamba na Roho Mtakatifu ni kipawa. Unahitaji kuwa tayari kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ndiposa ufanye kazi ya Mungu kwa njia ambayo inahitajika. Unahitaji kipawa cha Roho Mtakatifu. Geukia Mungu umwambie unahitaji kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mimi wakati niliokoka nikaambia Mungu nisaidie nitoe. Nikatoa. Nilikuwa kule mahali wanaitwa Narok kule niliokolea kule nikaanza kufanya kazi ya Mungu. Sikuwa nafanya kazi ya Mungu kama mchungaji, lakini nilikuwa nafanya kazi ya Mungu kwa upande wa choo. Mimi nilikuwa na hiyo choo maji yapatikana na isafishwa na imefagiliwa na imesafishwa imeoshwa. Na sikuwa najua wakati nafanya nilikuwa nimependa hiyo kazi sana. Na sikuwa wakati nikifanya kuna mahali Mungu anaelekeza. Na sikuwa tunaifanya kuna vile Mungu ananiangalia. Haleluya. Nikafika wakati nitafanya katika wakati nikaambiwa wewe sasa kuja. Baada ya wiki kuja sasa hiyo leo wiki sio tena hiyo leo. Haleluya. Na hapo kuja nikaenda. Pastor akaniambia ninataka kuanzia leo utakuwa senior usher kwa ile kanisa. Nikamuuliza nitaweza nini? Akaniambia kwa uwezo wake Roho Mtakatifu anitie nguvu utafaulu kutoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikaendelea hiyo kazi ya kuwa usher. Nikaendelea katika siku akaniambia wiki kuja. Ninaona kuanzia leo utakuwa kiongozi wa maombi katika ile kanisa lote. Nikamuuliza basi nitaweza kweli? Akaniambia kwa uwezo wa Mungu utaweza. Kwa neema ya Mungu ndio kazi ya kushinda. Nikajitolea nikaanza kufanya. Katika nyumba ya Mungu watu wengi wamepewa kazi, wengi wamekataa. Ni kwa sababu wanasema watafaulu. Nataka kukuambia kwamba kubali kufanya kazi ya Mungu, maana kwa Mungu kuna malipo yake. Kuna malipo kwa Mungu wapendwa. Haleluya. Nikaendelea hivi nikafika wakati akaniambia ninataka uende nyumbani uite Mungu wako. Nikanyamaza nikasikiza. Nikamuuliza afanye nini? Akasema nataka uende hapa unataka kuombea mkoa ya associate pastor ama assistant pastor. Nikainama chini. Hata sikuwa sinale chini, angalia chini, nikaangalia chini. Akaniambia kuanzia leo nataka kuombea kwa assistant pastor. Nikaenda kutoka Narok na nyumbani, nikaita mke wangu akakae tunachukua tukaenda na yeye. Tukaombewa kwa ofisi na akauliza mke wangu kuna kubali mwanamume wako afanye kazi hii. Akasema ndio. Na kutoka siku hiyo wapendwa nikakubaliana na Roho Mtakatifu anayetia nguvu. Nikaendelea na kupita wale ninaendelea kwa sababu sio uwezo wa wanadamu bali ni uwezo wa Roho Mtakatifu anayetia nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuwa pastor. Siku moja nikaja hapa. Kwa ghafla mbele za mambo kufanyia kwa ghafla. Mungu bariki watu wa ghafla. Kuna watu wanabarikiwa kwa ghafla. Kwa ghafla kuna watu wanaitwa Roho Mtakatifu. Kwa ghafla kuna watu watafunguliwa. Kwa ghafla kuna watu watarejeshwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tufika hapa. Prophet. Na mheshimu sana. Nasema kuanzia leo.
Utasikia yote inakuja kwa ugeni. Kama vile Mungu alisema. Na alipoomba Mungu nisaidie, ndiposa kufikia leo hii Mungu anaendelea kutusaidia. Hata wewe anaweza kukusaidia. Wewe kupatikana katika nyuma ya Mungu sio bure. Wewe kukubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako sio bure. Biblia inasema katika neno lile ambalo mhubiri amehubiri hapa ya kwamba katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza, kabla yeye aliyekuumba alikuwa anakujua. Alijua kwamba wewe utakuwa mhubiri. Alijua kwamba wewe utakuwa nabii katika mataifa yote. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomalizia tuangalie Marko chapter 3 from verse 14. Marko chapter 3 verse 14. Marko chapter 3 verse 14. Yes, it says, He appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to drive out demons, that they are 12 he appointed. Simon, to whom he gave the name Peter, James, of the son of Zebedee, and his brother John, to them he gave the Boanerges, which means son of Pagas, and to Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, the son of, and Judas Iscariot, who betrayed. Amen. Amen. Ana wana Kiswahili tofauti na hii yangu, ana wana Kiswahili. Nitasoma, nasema, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akaweka wale Thenashara na Simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo, akawapa jina la Boanerges, maana yake wana wa ngurumo, na Andrea na Filipo, na Bartholomayo na Mathayo, na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Thadayo, na Simoni Mkanani. Amen. Bwana asifiwe sana. Akawachukua 12 ambaye aliwaita mitume ili wapate kuwa pamoja naye na hawatume kwenda kuhubiri na kuwa na mamlaka ya kutoa pepo wachafu. Hawa ndio wale 12 aliowachukua. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo aliwachukua watu 12. Haimaanishi kwamba hakuwa na watu wengine, lakini aliangalia watu ambao walikuwa na moyo wa kusimama na kazi ambayo alikuwa anaifanya, akawachukua. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu katika kanisa hili ninaona kuna watu ambao wanajitoa. Kuna wengine wanaongoza ibada, kuna wengine ni waimbaji juu ya madhabahu, kuna wengine wanapunguza hapa nchini, kuna wengine wanafanya katika ofisi tu. Wanasifiwe sana. Ndiposa mtu wewe katika ofisi tu, lazima kuna kile Mungu ananena kupitia kwa mtumishi wake. Halo. Wanasifiwe sana. Ukisha wewe katika ofisi ya juu, wapendwa, ni vizuri kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Usikubali hata siku moja adui autumie kwa njia ya kuangalia huko na kule na kusema ya kwamba hapa hakuna mtu. Sehemu hii ni nzuri, siseme hapa itaenda. Lakini nasema mfano, ukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, usikubali kujaribiwa na mambo mengine ambaye atakutoa karibu na Mungu. Angalia kusema Yesu ni mzuri. Hata kama mmoja kwa ofisi. Iko peke yake.
kuona hapo mahali ambapo uwezi angalia na upate. Haleluya, Bwana asifiwe. Mambo kama hayo ambayo yanaelezea wapendwa, mambo haya hayafanyiki hapa, lakini yanafanyika na sehemu zingine. Lakini kama tutakubali Roho Mtakatifu atutawale na kutuelekeza, hatutaona mambo kama haya yakifanyika. Tutaona mambo ya kufanikisha kama haya yakifanyika. Hatutaona mambo ya kutoa karibu na Mungu kama haya yakitendeka. Ni kwa sababu tunakuwa tumekubali Mungu kikamilifu. Bwana asifiwe sana. Biblia imesema walipokuwa mahali pamoja katika Matendo ya Mitume mlango wa 10, wakaanza kutokezea upepo, na upepo yule ulipotokezea, kwa ghafla wale ambao walikuwa tayari kutasa walijitosa wakaanza kunena kwa dini zisizokuwa zimekawaida. Maana yake walijaliwa na nguvu mpya. Wewe unahitaji nguvu mpya. Mungu anakuwezesha kufika mawili. Mungu anakuwezesha kutoka katika ile shida uliyomo. Mungu anakuwezesha kujijenga kimaisha. Unahitaji Mungu aachilie nguvu yako. Unahitaji Mungu atende jambo jipya ndani ya maisha yako. Unahitaji Mungu abadilishe hali katika maisha ya watoto wako. Unahitaji Mungu alete amani katika ile familia yenu. Muamini Yesu Kristo naye atatenda. Muamini Yesu Kristo naye atabadilisha hali. Muamini Yesu Kristo naye atakuweka huru. Biblia inasema ya kwamba Bwana atakupa uhuru na utakuwa huru kweli kweli. Leo malizia ukiangalia kanisa lilipomwamini Bwana katika Matendo ya Mitume mlango wa 12, Biblia inasema ya kwamba kukawa na mpendwa mmoja ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa ametekwa nyara katika gerezani. Neno la Mungu linasema aliwekwa katikati ya askari, na Biblia inasema ya kwamba kanisa lilipounganika pamoja na kukuwa na imani moja na juhudi moja, malaika wakatoka mbinguni wakashuka ndani ya gereza. Wakati wowote wapendwa, tukiwa katika makanisa zetu, tukiwa katika makanisa ya nyumbani, inaitwa hope fellowship, tukuwe na imani moja. Tunapokuwa na imani moja, malaika wakashuka katika ule ushirika. Katika makanisa zetu tulivyo ndani, tunapoenda Morning Glory, wapendwa, tuende na imani moja. Tusiende na imani iliyotawanyika. Ambia mwenzako tuwe na imani moja. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imani moja yenye walikuwa nayo ilisababisha Petro kutoka ndani ya gereza. Biblia inasema malaika waliposhuka ndani ya gereza, kulikuwa na mtetemeko mkubwa ndani ya maisha yako. Ndio mahali hapa kutakuwa na mtetemeko mkubwa ndani ya maisha yako. Kuna roho anazuia Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani ya maisha yako. Anakuja kukutabiria leo ya kwamba yule aliyozuia uwezo wa Mungu kufanyika ndani yako anaenda kuhama katika jina la Yesu. Anaenda kutoka katika jina la Yesu. Mapepo machafu yaliyotumiwa yanaenda kutoka katika jina la Yesu. Ori wakatana boza. Ndio wakatana boza yana nabo. Kuna kama saka ngabo ni masaka. Ori wakatana boza. Tusimame kwa miguu zetu. Tusimame kwa miguu zetu na mbele kualika. Enda na kusikia na Bwana tubariki. Najua kwamba wapendwa, Roho Mtakatifu yeye ndio Mungu anayetuelekeza. Roho Mtakatifu yeye ndio Mungu anayetuelekeza. Roho wakati mwingine nilikuwa ninafaka ndio mimi kananishika na sioni kananishika. Wapendwa, tunaomba Roho Mtakatifu haya nasema hiyo madhabahu kuhubiri. Tunaomba na kushika. Usikae kanishika bwana, sitaki ambaye iko na nafasi nzuri ukicheza uwezo wa Mungu. Haleluya. Amen. Inua tu mikono yako mahali ulipo, kabla mchungaji aketi, kabla reverend aketi. Nataka tunyoshe mkono wako ukimnyoshea unene neno la baraka kwa ajili ya maisha yako. Chukua tu dakika, nena neno la baraka. Neno la baraka limeshinda chochote kile. Father, may you bless your servant. Thank you for using him this afternoon. Thank you for putting your word in him. Holy Spirit of God, I thank you
because you are together with us in this church and in this sanctuary. And Lord, this is a confirmation to me, Lord, divinely of what you're doing in this place. Thank you for using your servant, Lord, to declare your mind and your will on this altar and in this sanctuary. Bless him and continue to uplift him. And together with his ministry back at home, may you continue to raise him and may your glory shine upon his life together with his family. In Jesus' name I pray. Amen. Can we just appreciate God? God bless you so much, man of God. Can we give a better hand? Amen. It's so amazing the words that God has put in the spirit of his servant this afternoon. Yesterday when I was coming to church, yesterday night, kuamkia jana, as I was just praying, I felt the Lord leading me to assign him this Sunday, and I didn't know what God was planning. So I came and found him here, interceding, and I told him, Reverend, God is directing me to give him the altar on Sunday to minister tomorrow. And I did. We not even had time to talk anything since he came. Tunachuana, tunatoka hapa, tunakwenda kwa kiwanja, tunamaliza huduma, mimi naendelea na yeye anarudi hapa kanisani. And I want to say this, man of God, that Roho Mungu amekutumia mchana wa leo. I am humbled because of how God is using you. Some of those things ambazo unataja, ukisema hazifanyiki hapa, zingine zinafanyika hapa. Kwa hiyo usitetee Roho wa Mungu. Kama Roho Mungu aliweka neno ndani mwako uzungumze, wacha isemekane ukweli. Roho wa Mungu amekutumia kwa njia ya ajabu, na ninazidi kunyenyekea, maana ilikuwa ni mapenzi yake ya kutumie kunena hilo neno. Wakati mwingine watumishi wa Mungu ambao tunaweka kwenye church, tuna machozi tunalia, lakini Mungu ndiye anaona machozi yetu kisiri, na Mungu ndiye mtetezi wetu. Wakati mwingine anatutumia msaidizi na anatuma neno lake. Na nitamaliza hiyo neno kwa kusema, anayesikia, anaye macho, inua mikono yako juu kwa Bwana. Kama uko hapa mchana leo na unajua kwamba kuna kitu unahitaji Mungu akutendee, ninataka tufungue nafsi yako na Bwana kupitia neno lako mchana leo. Ninaomba ukanitembelee siku ya leo, ukanene na maisha yangu, ukanene na shida zangu, ukanene na mahitaji yangu, ukanene na moyo wangu, ukanene na mawazo yangu. Inua tu mikono yako, fungua tu nafsi yako mbele za Bwana. Nisogee karibu, songa karibu, zungumza nami, zungumza nami, zungumza nami. Biblia inasema kuna neno linalotoka katika kinywa cha Bwana ambalo linarudia bure. Asante Bwana kwa neno lako ambayo nilituma mchana wa leo kwa ajili yetu. Baba, tunanyenyekea mbele zako popote ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako, kama watumishi wako, kama wajakazi wako katika madhabahu yako Bwana. Tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha wako Bwana, maana sisi tumeumbwa kwa mwili na nyama. Baba yangu, tunaomba ukatutakase mchana wa leo. Asante kwa ajili ya kila kiongozi, asante kwa ajili ya kila mtumishi katika madhabahu Bwana. Baba yangu, ninanyenyekea mbele zako kwa neema hii na katika nafasi hii na fursa hiyo umenipa kama chombo chako.
kwa ajili ya neno lako ambalo umenena kupitia mtumishi wako. Maana nasema kwamba neno lako ni neno ambaye Bwana yaota kwa wakati wake na kusoma tena. Wacha hilo neno likawe wazo mpya katika watoto wako ambao wamekuinulia mikono. Unajua kile wanahitaji, unajua shida zao, unajua mahitaji yao, unajua kutoka kwao na kurudi kwao. Ninaamrisha malaika wako kutoka mbingu wakashuke katika maisha yao, wakawatembelee moja baada ya mwingine na kutekeleza kila jambo ambalo wanahitaji mbele zako. Ikiwa kuna nguvu zote ambazo zimeinuka kinyume na jamii zao, kinyume na maisha yao, tunazifikisha kikomo kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya Bwana na mamlaka ya Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pokea baraka zako. Amen. Tupige Bwana makofi. Bwana sifiwe. Wakati huu ningependa tukumbuke watoto wetu ambayo wako kwa mtihani. Tuna watoto ambayo wataanza mtihani kesho, our candidates. If they are here, please just come. Kama wako wamekuja, kama ni present them as we dedicate them in the presence of God. Hallelujah.
ninatakasa mawazo yangu. Ninapokaa katika mtihani, ninatangaza ya kwamba sitakuwa mkia, bali nitakuwa kichwa. For this is my portion. In Christ Jesus, I decree. Sema amen kubwa. Amen. Piga Bwana makofi. Unaporudi kuketi. Kama uko na time, if you have your time. If you have your time. Natumai sisi sote tunaenda pamoja kwa uwanja ili tukaendelea na kazi ambayo Mungu ametuwekea. Baba, inua taji yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, I declare, Lord, today, by the prophetic call of this altar, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, may your daughter's names be written in the record books of heaven. And may they receive the Abrahamic call of blessing. May they be blessed as they go out, as they come back. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you all so much. I hope hakuna kitu nimesahau. Amen. Bwana wabariki sana. Narudishia programu ili akakabidhie mkutano. Tukutane kwa kiwanja. Bwana wabariki sana. Amen.